Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu ambaye unanisikiliza wakati huu. Leo nimekuja na jambo moja fupi tu kwa muda mchache. Ni kwamba katika kupitapita katika mitandao kuna habari moja nimeiona. Baada ya kuisikiliza habari ile, nikaona mule ndani kuna mambo ambayo yameelezwa. Kimsingi ni kwamba wananchi wa Tanzania, yapo baadhi ya mambo ambayo hawatakiwi kuyachukua. Kuna mambo ambayo wameeleza, na mimi kama mtumishi wa Mungu nimeona kuna vitu ambavyo Watanzania hawatakiwi kuvichukua. Nitaenda kwa haraka nikuelezee, lakini video hiyo unaweza ukaitafuta kwa muda wako, ila nitakuwekea picha hapa ambayo utaiona, inaweza ikakusaidia kupata mwongozo wa kuisikiliza video hiyo. Na nataka nikwambia kwamba kwenye ile video mtu aliyekuwa akizungumza, ile audio niseme ni audio ambayo mtu alikuwa akizungumza, alidai kwamba yeye ni askari na amechoshwa na mambo ambayo yanaendelea katika taifa letu la Tanzania. Amefafanua vitu vingi na kuvieleza pale, lakini alifika mbali sana kwamba Watanzania tusikubali juu ya haya yanayoendelea. Pia tuende tukaikomboe nchi yetu siku hiyo ya tarehe 29, tukaikomboe nchi. Lakini sasa mtu huyu, vitu ambavyo nasema ambavyo Watanzania tuviangalie, hatukutakiwa kuvichukua, au Watanzania wenzangu musivichukue. Sipingi, sikatai maandamano, sipingi kuandamana. Ninachosema kwamba ikiwa maandamano ni njia ambayo Mungu ataitumia kutuokoa, basi na iwe hivyo. Ikiwa maandamano ni njia ambayo Mungu atatumia kutuokoa, basi na iwe hivyo. Lakini kama si hivyo, basi Mungu na atuokoe kwa namna anayojua yeye. Sasa hapa nipo kuelezea huyu ambaye amejitambulisha kama askari, na kwamba Watanzania siku ya maandamano kuna vitu amevieleza, kama vile amesema tukabomoe mahakama, tuende mahakama ile inatakiwa kuchomwa moto. Miundombinu yote inatakiwa kuchomwa moto, barabara inatakiwa kuchomwa moto. Amesema jengo la bunge linatakiwa kuchomwa moto. Mimi nasema kwamba hapana, mtu wa Mungu, Mtanzania mwenzangu, kwa kufanya hivyo inaweza ikawa ni mbaya. Si mbaya kwa wale wenye mamlaka tu ambao tunataka watoke mamlakani. Hapana, hiyo ni mbaya kwa nchi yetu, hiyo ni mbaya kwetu sisi wenyewe wananchi, kwamba kwa kufanya hivyo basi hatukuwa tunatafuta ukombozi, hatukuwa tunatafuta ile haki. Lakini ninachokushauri mtu wa Mungu, kwamba mimi kama mtumishi wa Mungu nasema haukuwa ushauri mzuri wa kwamba tuchome moto jengo la bunge, tuchome moto mahakama, sijui tuchome moto tuharibu barabara. Yeye anasema ukitaka kujenga ni lazima ubomoe, kwamba tuharibu vitu, tufanye uharibifu kwa lengo la kwamba tunataka kujenga. Hapana, Watanzania hatutaki kujenga hivyo. Watanzania tunataka kujenga haki katika taifa letu. Watanzania tunataka kujenga amani katika taifa letu. Watanzania tunataka kujenga misingi iliyo bora ambayo kiongozi yoyote atakayekuwa akikaa madarakani, akiwepo madarakani, atakuwa anaona madaraka aliyopewa sio ya kwake, ni ya wananchi. Kwa mfano kama hivi sasa hizi viongozi wengi huwa wanajua wakipewa madaraka ni ya kwao, ni mali yao, huwa wanayatumia wanavyotaka. Kwa hiyo ninakushauri mtu wa Mungu ya kwamba ule mtu yule aliyezungumza vile, msikilize, umemsikiliza, lakini tambua ya kwamba kuna baadhi ya vitu ameviongea mule sio vya kufuata, sio vya kuchukulia hatua. Yaani hivyo vitu
viache na uvipuuze sana, ila kwenye kudai haki tunatakiwa kupaza sauti na kudai haki zetu, lakini usiharibu miundombinu. Hivyo vitu mtu wa Mungu, ndio vitu ambavyo wewe utakayekuwa unadai unataka ukombozi katika taifa letu. Usiharibu barabara, usiharibu cha mtu yoyote, usivunje duka la mtu yoyote, usivunje nyumba ya mtu yoyote, usiharibu, usilete uharibifu wa aina yeyote katika jamii, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa umeingia kwenye uhalifu kama wahalifu wengine. Ukifanya hivyo utakuwa umeingia kwenye hatia ambazo hukutakiwa kuingia. Mtu wa Mungu, ninachotaka kuambia kwamba tunatakiwa tudai haki. Tunatakiwa tudai haki kwa watawala, tudai haki kwa walioshika haki zetu. Tuwaambie kwamba hapa inatosha, tuwaambie kwamba sasa tunataka tuelekee kwa uelekeo huu hapa, lakini sio kwa ushauri ule wa kwamba tubomoe miundombinu, sijui jengo la bunge tuchome, vituo vya polisi vyote tuchome moto. Hapana, mimi ushauri wangu hapana, haikuwa hivyo, ila tuombe tu kama kuna askari labda wanaweza wakawa wanajiandaa kuzuru watu, tuwaombe tu na wenyewe waombwe na wenyewe kwamba hapana, wasije wakafanya hivyo, ila usivunje cha mtu, usiharibu cha mtu, usibomoe cha mtu, wala majengo ya serikali wala miundombinu ya serikali. Usifanye hivyo, kwa sababu baada ya kukombolewa nchi yetu, baada ya kuikomboa nchi yetu, tutakuwa tumejiingiza kwenye gharama zingine tena, tutakuwa tumeingia kwenye mambo mengine ambayo kimsingi yalikuwa hayana ulazima. Mimi naunga mkono maandamano yakiwa ya amani, maandamano ikiwa free, yani kila mtu anakuwa huru, watu wanakuwa huru kudai haki zao, watu wanakuwa huru kwamba hapa tunachotaka wananchi, tunataka hiki. Mtu wa Mungu, neema ya Yesu Kristo iwe juu yako wewe uliyenisikia. Narudia kwa kumaliza kwamba siku ya maandamano, usivunje cha mtu, usiibe cha mtu, usichukue cha mtu, usibomoe cha mtu, wala kuharibu miundombinu ya aina yeyote ambayo imetengenezwa na serikali yetu. Usiharibu miundombinu, usiharibu. Na ushauri alioshauri ndugu yule ya kwamba tukavunje jengo la bunge, mahakama, kuchoma moto vituo vya polisi na vitu vingine, hapana, isiwe hivyo. Mungu akubariki. Amen.